hadathuhu kamustahadha, na yule ambaye imedumu hadathi yake kama vile mustahadha. Wa man bihi salasul bauli, na yule ambaye ana salasul bauli. Salasul bauli ni yule ambaye anatokwa na haja ndogo mara kwa mara, sawa. Na tunaunganishia pale, na kuna yule ambaye anakuwa anatokwa na pumzi mara kwa mara, yani kaa kidogo upepo unamtoka, yani wa mara kwa mara, sawa. Wote hao wanaitwa nani? Ni daimul hadath. Wote wanaitwa daimul hadath. Kwa daimul hadath nao wangapi ya ikhwata? Tunao watatu. Tunaye almustahadha ambaye ni mwanamke, kila wakati damu inatoka. Wa pili tunaye nani? Tunaye man lahu salasu albauli, maradhi ya kisalisali, sawa. Ana maradhi ya kisalisali kama haja ndogo inamtoka mara kwa mara, inatoka yani amevaa kabisa, yani akitoka, yani akitoka kwenye haja ndogo kibahari, yani inachilizika mara kwa mara, inatoka mara kwa mara. Na mwingine watatu ni yule ambaye anatoka na upepo mara kwa mara katika makalio yake. Fal afdalu, iliyokuwa bora, alla yanwi rafa alhadathi, kwamba wewe ilikuwa bora yeye asinuie kuondoa hadathi, asinuie kuondoa hadathi, bali istibahata fardhil wudu, bali yeye anuie kuhalalisha uhalali wa faradhi ya udhu, sawa. Lianna daima alhadathi, kwa sababu daima alhadathi hadathuhu la yartafi, hadathi yake haiondoki. Kwa hiyo atanuia istibaha, kwa hiyo anuia istibahati fardhi sala, sema mimi nanuia faradhi ya swala, nanuia uhalali wa kuswali au kushika msahafu, yani zile ibada ambazo zina sharti, zinashurutishwa ndani yake kuwa na tahara, au istibahat at-tawafi, kutufu, inabidi anuie hivyo. وقال بعض الشافعية رحمهم الله تعالى ومسمى بعض العلماء الشافعية الله يرحمه يجوز للمتيمم ودائم الحدث itafaa mtu ambaye ametiyamam na daimul hadathi ay yanwi ya rafu alhadathi wa nuye kuondoa hadathi, lianna almaqsuda bi rafi alhadathi istibahatu salah, kwa sababu maksudio ya kuondoa hadathi ni kuruhusu kuswali. Kama sasa mimi naswali naam na hali hii, lakini sasa kwa kuwa nina dharura, basi ni kama vile anahalisha kuswali. Kwa hiyo ni kama akisema kama nawaitu istibahat as-salah au nawaitu rafa al-hadath, vyote ni kitu kimoja, kwa sababu vyote muadda wake ni kwamba huyu anataka kufanyaje? Anataka aswali. Wa yushtaratu fi wudhu'i daimi al-hadathi, na inashurutishwa kwa udhu wa yule mwenye hadathi yenye kuendelea, taqaddumu listinja, itangulia kufanya istinja, lazima ajisafishe. Kwa hiyo ataenda atajisafisha katika ile sehemu ambayo imeguswa na ile najisi ambayo inatoka mara kwa mara. Labda tu hilo kwa yule ambaye anatoka na upepo, huwezi kusema kwamba lazima akafanye istinja, lakini yule ambaye mathalan anatoka na haja ndogo, na yule ambaye anatoka na damu mara kwa mara, mwanamke yule atakiwa afanye istinja. Jayyid, hii nukta imeeleweka. Athani, fardhi ya pili ni ghaslu alwajhi, faradhi ya pili katika fardhi za udhu ni kuosha uso. Wa huwa ma baina manabiti sha'ri ar-ra'si, nao unaanzia tokea pale ambapo inaota au katika maoteo ya nywele za uso. Wa muntaha al-lahayaini, na mwisho wa sehemu zinakoota ndevu. Muntaha al-lahayaini, sehemu ya mishipa miwili,
zinapoota ndevu, fituli kwa urefu, yani tukia kule ambako zinaota nywele mpaka katika muntaha al-lahayaini, upande wa kulia na upande wa kushoto. Al-lahayaini fitul, yani al-lahayaini huma al-'azman. Al-lahayaini ile mishipa miwili au mifupa miwili. Al-lahayaini ni al-'azmani, ni mifupa miwili. Alladhani tambutu alayha al-asnanu as-sufla, ambayo huwa inaota chini yake au inaota juu yake meno ya chini, kwa maana ni sehemu ya chini inaitwa nini? Al-lahayaini. Wa ila muntaha al-dhakhni, mpaka sehemu ya kidevu, sawa. Wa hiya majma'ul lahayaini, ndio ndo makusanya ya hiyo mifupa miwili ya lahayaini. Kwa hiyo ni maeneo haya, kwa mtu anaosha kutokea ilipo nini, kutokea inapoota nywele mpaka katika nini, al-lahayaini, kama katika nini, katika sehemu yake ya kidevu. Wasiyati maana wa min al-udhuni, hii tumesema ni kwa urefu. Wa min al-udhuni ila al-udhuni fil ardhi, na katika sikio mpaka sikio jingine kiupana, kwa maana kutokea kwenye sikio kuelekea sikio jingine. Wayajibu qasdu kulli udbin, ni wajibu katika huu uso aoshe kila nini, kila hudub. Yani hudub ni zile nywele ambazo zinakuwa katika uso, lakini ni nywele gani? Ni sha'ru nabitu ala ajfani al-ain, ni nywele ambazo zinaota katika katika kope za nini, katika ncha za macho, ambazo zinaitwa kope. Yani haya, hizi kope nazo inabidi zioshwe, sawa, si ndivyo? Zote zinaoshwa. Wa hajibin, na hajib ayoshe. Hajib ni nyusi, wa huwa ash-sha'ru an-nabitu min a'la al-'aini, ni nywele ambazo zinaota upande wa nini, kutoka katika juu ya nywele. Summiya bidhalika li'annahu yahjibu 'anil 'aini shu'a ash-shams, inazuia katika macho ule mwanga wa nini, mwanga wa jua. Wa idhari, wa idhari vile na idhar, wa huwa ash-sha'ru an-nabit 'ala al-'azmi an-nati' bi qurbi al-udhni, ni zile nywele ambazo zinaota katika mfupa uliokuwa ndani ambao uko karibu na sikio, nywele ambazo zinaota maeneo haya. Li'annahu yulaqi al-ma' inda ash-shurb, la li'annahu mithluhu al-bayad alladhi bainahu wa baina al-udhun, na mfano wake ni ule weupe ambao unakuwa unapatikana kati yake na kati ya nini, na kati ya sikio. Kwa maeneo yote haya nywele ambazo zinaota kote huko lazima ufanyeje? Uzioshe. Washaribi, na masharubu, wa huwa ma yambutu ala shafati al-ulya, ni yale zile nywele ambazo zinaota katika mdomo wa juu. Sumia bidhalika li'annahu yulaqi al-ma' 'inda shurbi, imeitwa ni sharubu kwa sababu inakuwa inakutana na maji wakati wa kunywa. Yani unakuta mtu akiwa anakunywa maji, kuna sehemu ambayo inaelekea kwenye chombo, si ndivyo? Naam. Jayyid. Qala wa khaddin. Khaddi maana yake nini? Al-khadd ni hizi ya mashavu hapa, huwa na mradi wake ni hizo ash-sha'ru an-nabitu alayhi, ni zile nywele ambazo zinaota juu yake, yani ala al-khadd. Wa anfaqa,
wa anfaqa. Anfaqa inaitwaje? Ni asharu nabit ala shafati sufla, nywele ambazo zinaota chini ya mdomo wa chini. Sawa, zinaitwaje hizo kwa Kiswahili? Nani asema? Kilamba mchuzi, si ndivyo? Zote hizo zinaoshwa wakati wa kuosha uso. Al-anfaqa. Kwa hiyo utaosha uso wote, sha'ran wa basharan. Sha'ran wa madha wa basharan. Utaosha juu ya uso na ndani yake, ni juu ya hizo nywele na ndani ya hizo nywele. Sha'ran wa basharan, ay zahiran wa batinan. Wa min dhalika al-ghamam, na katika nywele za uso inapatikana nywele zinaitwa al-ghamam, wa huwa ash-sha'ru an-nabit min a'la al-jabha au baadhiha, zile nywele ambazo zinaota juu ya uso au baadhi yake. Wakadhalika al-'arid. Al-'arid wanaita masharafa au sharafa au masharafa hakadha, wa huwa ash-sha'ru an-nabit baina al-lihya wal-'idhar, ni nywele ambazo zinaota kati ya lihya, kati ya ndevu na kati ya nywele za idhar, ambazo idhar tumesema nywele ambazo zinaota karibu na nini? Karibu na sikio. Kwa hiyo kama hizi hapa ndo zinaitwa nini? Arid, sharafa hizi. Ama ambazo zinaota hapa zinaitwa nini? Al-khad. Tumeelewana vizuri hapa Sheikh? Sasa hapo kabla ya kuendelea nitoe tambihi moja kwamba hii ni katika upande wa kuzijua nywele, yani tafsiri ya nywele. Lakini nywele hizi yani hizi nywele ambazo zinakuwa ni al-'idhar na al-'arid na al-lihya. Al-'idhar ni zile ambazo zinaota karibia na sikio. Al-'arid ni hizo ambazo zinaota kati ya sikio na kati ya nini? Ndevu, si ndivyo? Na hii al-khad ni zile ambazo zinaota juu ya nini? Mashavu, mashi. Si ndio maana mashekh? Jayyid. Asija katokea katika sisi akasema kwamba mimi nanyoa hizi na huku nabakisha hizi. Kwa maana gani hapo? Kwa maana ya hii taarifu ya kwamba al-lihya ni nywele ambazo zinaota ala dhakhni, si ndivyo? Ni nywele ambazo zinaota katika kidevu. Unajua kuna kidevu na kuna ndevu. Kidevu ni hiki, ndevu ni hizi nywele ambazo zinaota juu ya nini? Juu ya kidevu. Jayyid. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ash-Shafi'i alipokuwa anaelezea ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kutuambia kwamba tusinyoe ndevu, na wakati anaelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anaswali salatu dhuhri na salatu al-asri, masahabu walikuwa wanajua kwamba Mtume anasoma kwa sasa, anasoma kwa siri taban, si ndivyo? Yani zile ni as-salawatu sirriya, ni swala ambazo zinaswaliwa lakini sauti hatusikii mtu akiwa anasoma alhamdu. Sasa wao masahaba wanasema hivi, Imam Bukhari ameleta mlango kwamba masahaba walikuwa wanajua kwamba Mtume anasoma kwenye swala yake ya dhuhuri na al-asri, na yale maeneo ambayo Mtume asadhirishi anadhirishi kwa sauti kisomo, bitahariki lihiyatihi, kwa kutingishika ndevu zake. Sasa nini maana ya ndevu hapo? Hivi kwa mfano mathalan mimi ni imamu, alafu tujalie na ndevu nyingi, yani tujalie na ndevu nyingi zinakuja mpaka hapa kwenye kifua hapa nyingi, ikawa hizi ndevu lakini kwa huku zikawa hakuna, yani ikawa kwa mfano nazo za hapa tu lakini zimerefuka mpaka hapa, alafu mimi ni imamu wenu na waswalisha hivi, mnaweza mkajua kama ninasoma, mnaweza mkaona ndevu zangu zinatikishika hizi
ambazo zimeelekea mpaka kifuani? Hadha huwa aljawabu. Hamwezi kuziona, hamwezi kuziona. Mtakazoziona ni zipi? Ni hizi. Mtaona al-arid na mtaona al-idhar na mtaona al-khat, hizi ambazo zinaota pembeni, sawa, hizo zitaonekana hizo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na swali anawasalisha masahaba, walikuwa wanaziona hizo zinatingishika, wakisema tumejua kama Mtume anasoma katika swali ya dhuhuri na swali ya alasiri na rakaa mwisho ya maghribi na rakaa mbili za mwisho za salatu al-isha, kwa kutingishika ndevu zake ni za nini? Ni za al-arid, kwa maana masharafa, na za idhar na za al-khat. Ndio akasema al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari kwamba taarifu ya ndevu ni zile nywele ambazo zinaota katika lihya na zinaota katika adhar, na yani ndevu ni lihya na ni arid na ni adhar na ni al-khat. Zote hizo zinaitwa nini? Ndevu. Kwa zote hizi nywele ambazo zinaota katika uso haifai kwa mwanamume kuzinyoa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba kuzinyoa ni kujifananisha na Mayahudi na Manaswara na Majusi. Haifai kunyoa ndevu. Akasema i'fu liha, akrimu liha, ziacheni ndevu, zikrimuni ndevu. Wa qassu shawarib, punguzeni nini? Masharubu. Wa khalifu yahuda wan nasara, nendeni kinyume na Mayahudi na Manaswara. Wa khalifu majus fi riwayati ukhra, nendeni kinyume na Majusi. Al-Hafidh al-Imam al-Allama Ash-Shinqiti rahimahullah ta'ala kwenye kitabu chake Adwa al-Bayan, kwenye Adwa al-Bayan ni tafsiri ya Qur'an al-Karim, alipozungumzia masala ya ile aya na Musa na Harun. Harun alipomwambia Musa akisema ya ibna la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si, si ndivyo mashaka wangu? Si nimeisoma sawa? La ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si, kwamba usishike ndevu zangu na wala usishike nywele zangu za kichwani, kama usishike kichwa changu, usifanye maadui wakanicheka wakanisimanga. Hapo katika faida al-Allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah akasema miongoni mwa faida kwamba kuweka ndevu ni sunna ya manabii na mitume. Kuweka ndevu ni sunna ya manabii na mitume, na ni da'abu salihin. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakamata majusi wawili walikuja kumuua. Kuna watu walitoka maeneo ya Irani baada ya Mtume kuandika barua. Mtume alikuwa anawaandikia watu barua, wale wafalme anawalingania katika Uislamu. Wafalme wote, wengine waliitikia na wengine walikataa tu hivyo hivyo, lakini sio kwa kejeli na kwa kibri, na wengine walielekea na wengine kadha na kadha. Lakini barua ilipoenda Furs, ile barua iliyokwenda Faris, iliyokwenda Irani, huko katika biladi Faris ni Irani ya sasa, ile barua ilichanwa. Yule bwana hakuishia kuchana barua, akatuma makomando kama wangapi hivi, kama watatu au kadhaa, waende katika nchi ya Hijaz, waende huko aliko Mtume wakamuue. Kibri. Tumeona vizuri hapo. Wakaja masahaba wakawakamata. Masahaba walipowakamata wale jamaa, wakawapeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tumewakamata hawa jamaa. Wale jamaa walikuwa wamenyoa ndevu. Mtume hakutaka kuangalia watu ambao hawajanyoa ndevu sallallahu alaihi wasallam, hakutaka kuangalia. Akaambia kwamba muwarudishe, kama ilivyokuja baadhi ya riwayati katika tarehe,
kwamba warudisheni mpaka ndevu zikiota mtawaleta. Wakawarudisha, kisha baadaye wakawaleta. Mtume akauliza, kwa nini mnanyoa ndevu? Wakasema, mfalme wetu anatuamrisha tunyoe nini? Tunyoe ndevu. Mfalme wao yule mfalme wa Kisra wa Faris, Kisra. Tumeona vizuri hapo shababu, kwani na mimi katika darasa, Kwa hiyo akamwambia kwamba mfalme wao ndio akawaamrisha wanyoe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasemaje? Akasema, mimi nimeamrishwa na Allah Mola wangu, ameniamrisha Mola wangu niachie ndevu na nipunguze nini? Nipunguze masharubu. Kwa maana hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanamume ndevu zikiota, basi asizinyoe, zibaki hivyo hivyo. Tumeona vizuri masharubu, ndevu zikiota mtu asizinyoe, lakini masharubu ayapunguze. Na waangalie hata watu wa zamani walikuwa na ndevu. Haya ni mambo ambayo yamekuja watu kuwafuata Mayahudi na Manaswara, na mpaka watu wengine kusema maneno mabaya kuhusiana na swala la ndevu. Lakini hii ni sunna wajiba. Tukisema ndevu ni sunna, yani kwa maana ni sunna wajiba, ni sunna ya lazima ambayo ni wajibu kwa kila mmoja kuifanya, wala sio sunna ya hiari. Jayyid. Uadui ambao huwa mnauona kati ya nchi za Kiarabu na hizi nchi za Majusi kama Irani, ni uadui upo tangu zamani, tangu zama za sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameona kama hii ambayo tumelitaja, lakini hapo mambo mengi katika historia kuhusiana hata uadui kati ya Faris dhidi ya Waarabu, bali dhidi hata ya Ahlul Bait, dhidi ya Ahlul Bait. Ni watu wengi ambao wameuawa kule Irani. Majority ya watu walikuwa wengi walikuwa ni Shafiia, maulama wengi wa Shafiia wameuawa. Ndio kuna madrasa, katika madrasa mbili za Shafi'i kongwe, tuna madrasa mbili sisi katika madhhabi ya Shafi'i. Tuna madrasa ya al-Iraqiyin na kuna madrasa ya al-Khurasaniyin. Khurasani ni katika biladi Faris ambao ni Irani, na maulama wengi wa Shafi'i walikuwa kule, lakini wengi wameuawa. Nani kawaua? Aliyewaua ni nani? Amewaua hii baada ya kuingia nani? Khomeini, baada ya kuchukua madaraka, kufanya ile thawra, kumwondoa yule mtawala, wakasimamisha utawala wa Kishia, wakaanza kuwaua masunni. Na kwa upande wa Mashia, kuwaua masunni ni jihadi, yani kumuua sunni ni bora mara 1000 kuliko kumuua Mkristo na Myahudi. Sunni ni adui mkubwa, sunni. Na nikisema sunni sikusudii mawahabi wala masalafi. Masalafi au mawahabi wote watakapotaka, mawahabi ansar sunna, mawahabi masalafi, sikudui sunni hivyo. Nikisema sunni maana yake kwa Mashia ni kila ambaye anampenda Abu Bakr na kuitakidi kwamba Abu Bakr ni khalifa wa kwanza, anampenda Umar na kuitakidi kwamba Umar ni khalifa wa pili, anampenda Uthman na kuitakidi kwamba Uthman ni khalifa wa ngapi? Wa tatu, kisha anapatia Ali. Huyu ni adui mkubwa kwa Shia, awe ni Wahabi, awe ni Sufi, awe ni Ibadhi, awe ni nani. Kwa Shia huyo ni adui mkubwa. Kule Syria kule, huyu Khamenei ambaye amekufa juzi hapa, ameshambuliwa juzi, sawa, alitoa fatwa ya kwamba ni jihadi na mtu anapata ujira mkubwa kuwaua Waislamu walioko Syria masunni. Na kule Syria waliokuwa wengi masunni wa kule wa Syria waliokuwa wengi, kwa asilimia naweza kusema kwamba 85 au 95 ni masufi. Waliuawa mpaka akatokea mwanajeshi mmoja kule Syria. Yule mwanajeshi akawateka masunni wengi, yani kwa mfano akaja kama hapa akatukomba sote tulivyo hapa kwa wengi wetu, watu wengi
wakachimba shimo kubwa, wakawadidimiza mule, akaanza kuwapiga marisasi na wengine wakafukiwa hata bila kufa kabisa. Mashaka wangu, ni jambo ambalo lipo kabisa. Tumefahamiana vizuri hapo. Hii ndio hii Irani hii ambao watu wanasema kwamba Irani inapambana kwa ajili ya Uislamu. Hii Irani hii, Marekani alipotoka kwao huko akaja kuishambulia Iraq, mtu wa kwanza kumsaidia Marekani ili amshambulie Saddam Hussein mwaka 2003 kama sijakosea mwaka, alikuwa ni nani? Alikuwa ni Irani, akashirikiana naye. Maana sasa hivi Mashia wanatuambiaje? Mashia wanatuambia angalia Waarabu, yani kwa maana Saudi Arabia, Imarati, Qatar, Oman, Bahrain na nchi nyinginezo kama vile mathala Jordan, Jordan, Libya, Sudan na Misri na nchi nyinginezo za Kiislamu na zingine za Kiarabu, kama angalia hawajamsaidia dhidi ya nani? Dhidi ya Marekani na Israeli. Tunawauliza swali, yeye aliwahi kumsaidia nani? Irani, yeye aliwahi kumsaidia nani? Yani Irani alimsaidia nani? Yeye huwa anashirikiana na Marekani dhidi ya yule anayeshambuliwa na Marekani au na mwingine. Yani akitokea kafiri huko katika nchi za kikafiri kama Marekani au kadha na kadha, anaishambulia nchi yoyote ya Kiislamu au ya Kiarabu, utamkuta Irani yeye yuko pamoja na nani? Yuko na Marekani. Vita ya Iraq akashirikiana naye, wakampiga Saddam Hussein, wakamuua, wakamnyonga. Baadaye wale Marekani nchi ya Iraq wakaiacha kwenye usimamizi wa nani? Wa Irani. Yani mpaka hivi tunapozungumza Iraki ni kama koloni la nini? La Irani. Wanajaribu tu wa Iraki kujiondoa kwenye hilo koloni. Mamilioni ya watu wamekufa Iraki, mamilioni, katika masufi na masalafi na nani, yani ambao sio Mashia. Mamilioni wamekufa Iraq, mamilioni yamekufa na nini? Lebanon, kupitia vile vikosi vya kigaidi ambavyo vinaanzishwa na nani? Na Irani, Hezbollah. Wameua watu wengi Lebanon. Mamilioni ya watu wamekufa Afghanistan. Marekani alipotoka huko anakuja kumshambulia Afghanistan, alisaidiana na nani? Alisaidiana na Iran na Mashia. Kulikuwa na Mashia wale ambao walikuwa Afghanistan, kwa hiyo walishirikiana mpaka wakawa wanapambana na nani? Taliban na ule utawala uliokuwa pale. Syria wameua watu wangapi? Vikosi vingapi ambavyo vimetumwa kutoka Irani kwenda kuua Masunni, yani ambao sio Mashia, yani masufi na nani, wengi wameua kule Syria. Wengi, sio maelfu, ni mamilioni ya watu wamekufa, katika wanawake na wanaume na watoto. Wameuawa kule nini? Kule Syria. Nani kawaua? Ni huyu Khamenei. Khamenei ndio aliyewaua. Tumefahamiana vizuri mashaka wangu, na maeneo mengine kadha. Naona kwa hiyo huu ndio ushia, na kama alivyosema mwenye kitabu Lillahi thumma litarikh, amenukuu riwayati, na zile riwayati nyingine nyingi zipo katika al-Istibsar, katika man la yahdhuru al-faqih, katika vitabu vya Shia zipo. Yeye kafanya kuzinukuu, lakini zipo, tumezitazama katika hivyo vitabu, zipo kwa sababu tunavyo. Wanaona kumuua mtu ambaye sio Shia ni katika jihadi kubwa kuliko hata kumuua Yahudi au Mkristo. Lakini yani Mkristo ana uafadhali mkubwa mara 1000 kuliko huyu Muislamu ambaye sio Shia. Kwa hiyo ukimwona Shia anasema hivi, nimemwona Mshia mmoja anasema kwamba kulikuwa na ng'ombe watatu. Hawa ng'ombe wakiwa pamoja, yule fisi au mbwa mwitu
hawezi akawala. Lakini ikiwa wakijitenga au akajitenga mmoja mmoja, akawa anakula mmoja, baadaye watashindwa kusaidiana, si ndivyo? Akasema mfano wake ni kama mfano wa Irani sasa hivi inapopigwa na Marekani, na hawa Waarabu wanakataa kufanyaje? Kusaidia. Sisi tunasema umechelewa. Haya maneno ungemkumbusha Irani kipindi kile, wakati Saddam anapigwa, yeye angekuwa pamoja na nani? Kulu angekuwa pamoja na Saddam, lakini yeye alifanya khidlan. Na mfano wa masala kama haya katika historia ipo, yani mifano ni mingi. Hatuwezi kusahau kisa cha Al-Alqami na daula ya Abbasiya. Alipokuwa anawasiliana na maadui, na yeye yuko ndani ya serikali ya Kiislamu, lakini anawasiliana na makafiri kule wa Tatar wa Mongolia, ni huko, wakaja kuishambulia Iraq miaka hiyo. Lakini mambo yanakuwa yanafanyaje? Mambo yanajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo sisi hata katika hii vita ambayo ipo kati ya Marekani na Iran, tunasema ni kwamba yani mawalimu wawili wanapigana, wauaji wawili wanauana. Irani ni muuaji na Marekani nini? Ni muuaji. Sisi tuna upande, hatuna upande, wapigane tu. Kwa hiyo sisi tunafanyaje hapo? Hawa ni ndugu wawili hawa, yani Irani ndugu yake ni Marekani, ni ndugu wawili hawa. Na Waswahili wanasemaje? Ndugu wawili wakigombana, chukua jembe ukafanyaje? Chukua jembe ukalime. Wakipatana unafanyaje? Unavuna. Itakuwa bisha kwa maana kadha na kadha. Kwa hiyo hao ni ndugu. Irani ni muuaji na Marekani pia ni nini? Ni muuaji, wote ni wauaji. Kwa sisi Ahlus Sunna wal Jamaa, sisi hatuna upande. Wewe achilia mbali masala ya kwamba si Mashia wanatokana na masahaba wa tuweke pembeni, lakini hawa ni wauaji wawili. Marekani ni muuaji na anawaonea watu katika nchi zao, na Irani pia ni muuaji, anawaonea Masunni. Yani kila Muislamu ambaye sio Shia anaonewa na Irani. Ni Waislamu wangapi ambao Khamenei amewaua Yemen? Maana Yemen ilikuwa sijahitaji, na Yemen pia. Hivi mnajua Mashia waliwahi kwenda pale Al-Kaaba, wakaibomoa, wakaiba Hajarul Aswad, wakaipeleka huko miaka hiyo. Yani wao siku zote wako dhidi na nini? Na Uislamu. Ndio maana mmoja katika mashika zetu aliulizwa kwamba hivi Mashia kwa itikadi zao wanatoka katika Uislamu? Sheikh akauliza akasema, hivi wao wamewahi kuingia? Tumefahamu vizuri hapo, hawajawahi kuingia. Lakini ala kulli ya maashar al-ahibba, tuache yote haya ambao tunaelezea kwamba tujalie wao wasingekuwa hivyo. Tukisema hivyo sisi hatutaki, hatusemi kama sisi tuko upande wa huyu kadhalika, lakini sisi hatuko upande wa Irani na wala hatuko upande wa Marekani. Wao wapigane tu, watajua wenyewe. Tunachofanya nani? Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tunasema Allahumma aghdhibi adh-dhalimin bil-dhalimin. Ya Allah, wapiganishe wauaji kwa wauaji, madhalimu wapigane wao kwa wao, wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Rabbi, sisi tutoe hali ya kuwa tumesalimika. Nahnu ibaduka dhuafa ya Allah, sisi ni waja wako madhaifu, sisi ni wanyonge ya Allah. Hawa wapiganishe wao kwa wao. Ndio sasa hii hapa madhalimu wanapigana wao kwa wao. Sisi hatuko na Amerika ni muuaji, Israeli ni muuaji, anaua Palestina, lakini pia tuko na Irani, wote hawa ni wauaji. Sasa wauaji wanauana wao kwa wao. Sheikh wetu Sheikh Abdul Fadhil Qasim hafidhahullah akatwambia, akasema kwamba ni kwa mfano na jirani yako. Yule jirani huwa anakunyanyasa mara kwa mara, anakupiga. Mara umepanda mti akaja akaung'oa akaupanda kwake, mara umefanya hivi, yani mfano wa maneno yake taban laysa harfa. Mfahamiana vizuri hapo. Yani anakunyanyasa mara kwa mara, hakupi nafasi, upumui.
mara akakwambia kwamba ipo siku nitakuja kuichukua na hii nyumba yako, hii nyumba yako nitakuja kuichukua. Kabla hajaichukua ukasikia mwamba mwenzake kaja wakaanza kupigana pale kwake, utafurahi au utahuzunika kwa kupigwa huyo jirani yako? Kwa sababu ukisema kwamba uhuzunike, ina maana huyu akiwa na nguvu anakimaliza anakuja sasa bora wauane wao ili na wao upate nafuu, si ndio? Maana hiyo mashikaangu ili upate nafuu. Kwa haya ndio masala yako hivyo. Wale jamaa wanaua hatari. Kuna riwaya moja nimeisoma, mtu mmoja alimuuliza shekhe wa Kishia akasema kwamba madha takulu fi nasibi, unasemaje kuhusu nasibi? Nasibi maana yake ni yule ambaye anakubali ukhalifu Abu Bakar na Umar na Uthman. Ali anamjalia kama ni khalifu wanne, na wala hakubali wale maimamu wa Shia 12. Yani kwa maana kila mtu ambaye sio Shia, tumeona vizuri hapo, kila ambaye sio nini, sio Shia. Sasa akauliza akasema, vipi huyu mtu, je, naweza nikamuua? Huyu akamwambia kama inawezekana, lakini mimi nakuogopea katika hilo, unaweza ukamsukumia ukuta ukamwangukia akafa, na utakapokuwa umechukua ile mali yake, ichukue hiyo mali, lakini hiyo mali itakuwa ni haramu, isipokuwa ili iwe halali. Ukishaichukua hiyo mali, kama umechukua labda ni bilioni 1, igawe mara 5. Bilioni 1 gawa kwa 5 ni ngapi? Unapata shilingi ngapi? Bilioni 1 gawa kwa 5 unapata 200,000, si ndivyo? Utoe 200,000 uniletee, yani toa khums, toa 1/5 niletee, hapo ile iliyobakia itakuwa ni nini? Ni halali. Unaona uadui kwa mkubwa mashekhe. Kwa hiyo hata ukiona wale akina Jalala, wale akina Sinani, wale wa Arusha, sio akina hao mashia, ukiwaona nasema sisi Waislamu wamoja, uongo, hamna cha umoja. Hivi niwaulize swali, mtu akwambia kwamba mimi na wewe ni marafiki, wakati huo anamtukana baba yako, inakuja kweli? Ngoja niwaambie la mwisho, tuendelee na darasa yetu ya fiqh. La mwisho mashika wangu kuhusu mashia, hivi mnajua kwamba kila ambaye sio Shia ni kafiri? Na haya masala yapo kwenye vitabu, na hii ni ijmaa ya maulama wa Shia. Wale hawa mashia wetu wa humu, mashia goro, sawa, wao wanadai kwamba hawa ni mashia ambao wako sio Amerika, sio kwa wapi, hataki umoja, hataki umoja wa Kiislamu. Sisi hatutaki hao. Khomeini katika Sharh al-40, Al-Hui, At-Tabatabai, tumefahamiana vizuri hapo. Yani wale mashia wa sasa tuwateni hata nao mashia wa zamani, akina nani Ni'matullah al-Jazai, tuache hata hao, tuache hata akina nani yule mwenye nani Biharul Anwar al-Majlisi, tuache hata hao, lakini tumwangalie huyu Al-Khomeini, tumwangalie huyu As-Sayyid Al-Hui, tumwangalie huyu At-Tabatabai, wale maulama hawa wa sasa. Wao nao wanakubaliana kwa makubaliano yao kwamba kila ambaye sio Shia ni kafiri dhahiran, ni kafiri batinan, na ni Muislamu dhahira. Nini maana yake? Wakisema ni Muislamu dhahiran, ina maana hapa tu duniani sisi tutamsalimia ili tusionyeshe ili hali mbaya kwamba labda sisi tunachuki au tunakata na kata, lakini katika ile hukumu ya akhira yeye ni kafiri, ataingia motoni na wala hatotoka. Hii ndio kauli, yani ya kauli ya kwamba kila ambaye sio Shia ataingia motoni. Hii ni kauli ya ijmaa, wamekubaliana mashia wote. Wakatofautiana, je, akiingia motoni hawa ambao sio mashia watatoka? Wakatofautiana.
yule kwenye Minhajul Karama na wengineo kadha na kadha, wakasema kwamba washadha shudhumatu min alulama, au kama alivyosema kwamba na wakawa wameenda kinyume kundi dogo la wanachuoni, na shadh kauli yake haichukuliwi kwamba wakiingia motoni ipo siku watafanyaje, watatoka. Lakini akasema walakinna qaula al-jumhur sahih huwa qaulu jumhuri ulama Shia, lakini sahihi ni kauli ya jumhuri ya nani, ya Mashia. Sasa nimekutana na mshia mmoja wa sasa anaitwa Kamalul Haidari. Yeye amesema hata kauli ya kwamba wakiingia motoni hawatoki ni kauli ya ijmaa. Inaonekana kwamba hata wale wanachuoni ambao wanasema kwamba wakiingia motoni watatoka, hii kauli haizingatiwi, lakini kauli ambayo inazingatiwa kwao kwa ijmaa ya Mashia wote, ni maulama wote wa Shia, kwamba sisi wote ambao sio Mashia, yani kwa maana masufi, Ansar Sunna, masalafi, maibadhi, Hizbu Tahdidi na kadha wote huko akhir wakiingia motoni, yani motoni kwanza mtaingia, lakini mkiingia hamtofanyaje, hamtotoka. Sasa ndio utamsikia mshia anasema hivi, mawahabi wanakufurisha Sheikh, mawahabi wanakufurisha. Kuna mtu anakufurisha watu kama Shia? Hakuna. Sisi mawahabi hatukufurisha watu. Sisi tunasema kama alivyosema Imam Tahawi kwenye vitabu vyetu vya aqida, wala nukaffiru ahadan, na wala hatumkufurishi mtu yoyote min ahli alqibla, katika watu ambao wanasali kuelekea qibla, isipokuwa kwa nini? Isipokuwa akileta ili mujibu madha, mujibu naqidhi alislam, isipokuwa akileta mujibu wa kile ambacho kinamtengua mtu katika Uislamu wake. Tunataka kwamba kitu hiki kinamtengua mtu katika Uislamu, kitu hichi kinamtoa mtu katika Uislamu. Lakini wao wamewakufurisha Waislamu wote, wamebaki wao peke yao, na pepo wataingia wao peke yao. Sikwambii katika kuwatukana masahaba na kuwakufurisha masahaba, au kuwakufurisha kina Imam Shafi'i, Imam Ahmad, Imam Ahmad, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa, wote wanakufurishwa, lakini na sisi pia tunakufurishwa. Yani hiyo haina cha sufi wala cha salafi wala cha nani, wote wanakufurishwa ni makafiri kwa mujibu wa vitabu vya Shia, vio vya zamani na vio vya wanachuoni wa sasa, kama akina Al-Khomeini, kama vile akina Al-Hui, kama vile akina At-Tabatabai kidogo, ambaye amelegeza kidogo msimamo ni As-Sistani. Tunafahamiana vizuri mashaka wangu, kidogo amelegeza kidogo, lakini kwa mujibu wa Kamalul Haidari, na maana hata huyo Sistani kauli yake ni nini, haichukuliwi. Tumeona vizuri hapo. Kwa hiyo ndio hivyo jaji. Kwa hiyo sisi tukiwa tunazungumzia haya masuala ya Iran, sisi tunapigana na Marekani. Irani na Marekani ni ndugu wawili ambao wamepigana, na wote ni wauaji. Irani ni muuaji na Marekani ni nini? Ni muuaji. Sisi wote hatuko nao, wao watajua wenyewe, na wala atuombee dua. Sina maana yake hiyo mashekhe, atuombee dua. Sasa kuna shekhe mmoja ambaye yantasib ila sunna, ila sunna hapa Tanzania. Yeye alimuuliza swali hili kuhusiana na mambo ya Irani, kwamba Irani Mashia na Mashia ni makafiri na kadha na kadha. Sasa majibu aliyotoa ni ya kushangaza sana. Yeye anaanza kusema kama unajua Mashia ni makundi mengi. Sisi hatuja kuuliza Mashia ni makundi mengi. Kule Irani Mashia waliopo ni Ithna Asharia. Tupe hukumu ya maulama. Nini hukumu ulama wanasemaje kuhusu Shia Ithna Asharia?
Muulize Imam Shafi'i anasemaje? Huyu si Shia Ithna Asharia. Imam Shafi'i Shia Ithna Asharia anasema ni makafiri bila kupapasa macho, na kila anemtukana sahaba kwa Imam Shafi'i ni kafiri. Sisi tumeona vizuri hapo. Imam Malik kila anemtukana sahaba ni kafiri, wa bidhat Shia Ithna Asharia kwa Imam Malik ni kafiri, na kadhalika Abu Hanifa, na kadhalika Imam Ahmad. Sio mambo ya kama Wahabi wanakumbusha Mashia. Sasa mimi nashangaa mtu anasema tukitoa hukumu ya moja kwa moja kusema kama sio Irani kadha na kadha. Irani utawala wake unatawaliwa na nani? Na Shia Ithna Asharia. Sasa kwa nini wewe unauliza unaanza kufanya hivi? Sema kwamba Irani wanatawala ni Ithna Asharia, ndio wanaotawala, na wao kwa kuwa nidhamu ya dola yao na nchi yao inatawaliwa kwa mujibu wa Ithna Asharia, na kwa mila nyingine kama vile Majusi na kadha na kadha na kadha na kadha, kwa sababu Ushia umechukua kwingi. Kuna kipindi Ushia unachukua katika Ukristo baadhi ya mambo, unachukua kwenye Uyahudi baadhi ya mambo, unachukua kwenye dini ya wale wanaoabudu moto, unachukua katika wale mizimu. Yaani Ushia unachukua kote kote huko kwa mujibu wao wenyewe. Hata kwenye vitabu vyao kuna vitu vingine wanaviweka wala havichukuliwi kwa katika nani, katika nini, katika wahyi, katika wahyi mbili wameyachukua huko huko, ima katika mizimu huko au katika wapagani, katika Wakristo, Mayahudi. Ndio dini ya Ushia kafanyaje. Na haya mambo anaelezea Kamalul Haidari kwamba Ushia umechukua huko pia. Sasa mtu anakuja anaanza kusema unajua tukitoa hukumu moja, Sheikh unajua Mashia kuna zaidia. Sisi tunakuuliza kuhusiana na Mashia walioko Iran au ule utawala wa Kishia ukoje, usizunguke. Sema Shia Ithna Asharia ni makafiri, Shia Ismailia ni makafiri, na Shia Ismailia ni katika Shia Batinia. Hata wa Shia Ithna Asharia wanawakufurisha Shia Ismailia. Haya mambo tuliyoelezea, inshallah tutakuja kuelezea tena kwa sababu ya wanafunzi wapya. Tumeona vizuri hapo. Shia Ithna Asharia wanawakufurisha Shia Ismailia, na Shia Ismailia wanawakufurisha Shia madha Ithna Asharia, wote wanakufurishana. Ama sisi Ahlus Sunna hatukufurishani. Sisi tunatofautiana, kila tukufurishana tunasema kwamba ili hapa kadha, ili hapa kadha, basi maisha yameenda mbele. Kwa hiyo kuanza kusema kwamba fibi na kadha, haya wataji hawa afisha utaji hukumu, akitaja anataja bil umum. Sasa kuna baadhi ya watu ambao huwa wanapenda kwamba azungumzi maneno apendwe na watu wote. Sasa hiyo sio da'wa. Huwezi kufanya da'wa kupendwa na watu wote. Da'wa kuna baadhi ya watu ambao watakuchukia, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi ya watu walifanyaje, walimchukia alayhi salatu wasallam. Shia Ithna Asharia kwa makubaliano ya wanachuoni, Shia Ithna Asharia ni kufar, ni makafiri kabisa. Na hayo masala yametaja al-Imam Ibn Hajar al-Haytami kwamba Imam Shafi'i anakufuria Shia Ithna Asharia. Ameyataja Ibn Hajar al-Haytami kwenye kitabu chake As-Sawa'iq al-Mukhriqa, ameyataja hayo, na akanukuu pia kauli Imam Malik rahimahullah. Na Imam Shafi'i hakuwahi kusema katika majlisi yake kama wanavyosema masheikh ambao tunawaona humu katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Hakuwahi Imam Shafi'i hata siku moja kusema kwamba Mashia ni wenzetu. Hakuwahi kusema hata siku moja, bali Imam Shafi'i kwenye majlisi zake akiwataja Mashia anawasema vibaya. Anasema kwamba Ushia ni pote baya, ni pote la shadi. Alikuwa anasema hivyo Imam Shafi'i. Hakuwahi kusema hata siku moja kwamba Mashia ni wenzetu. Hakuwahi kusema masala kama haya, Mashia si wenzetu. Kwa sisi mawahabi tukisema kama Mashia si wenzetu, ni kama vile alivyosema Imam Shafi'i kwamba Mashia sio nani, wenzetu. Riwayati mbalimbali ambazo wamezipokea kama Imam al-Baihaqi, naona hapo
katika manaqib al-Imam Shafi'i na katika al-Madkhali al-Bayhaqi wama ila dhalika, na wakapokea wanafunzi wake akina Yunus ibn Abd al-A'la na wanafunzi wake wengine. Imam Shafi'i wakaandika vitabu vya aqida vya itikadi, wakanukuu kauli za Imam Shafi'i ambazo ziko dhidi ya ushia, na kwamba haifai kusema kama wanaosema watu wa sasa kwamba eti mashia ni wenzetu. Mashia sio wenzetu. Jayyid. الثالث nguzo ya ngapi hiyo? Faradhi ya ngapi? Faradhi ya tatu, ghasl al-yadaini ma'a al-mirfaqain, kuosha mikono miwili pamoja na pepsi mbili. Zinaitwa pepsi. Hii ni pepsi, wengine wanaita kiwiko, lakini ad-diqqa kwamba hii ni pepsi, kiwiko ni hapa sema kuvalia saa, lakini almuhimu ni hapa al-mirfaqain. Sasa mtu aite kiwiko basi aelewe ni hapa. Tumeelewana vizuri hapo? Jayyid. Wa man quti'at yaduhu, yoyote yule ambaye na wapi naam sha'ran mubashara sawa'an khaffa sha'ruhu am kasafa, si ndivyo? Naam, aliposema sha'ran mubashara jazakallahu khaira, kwamba uoshe ndani na nje, sawa sawa. Khaffa simekuwa nywele ni kidogo, khaffa sha'ruhu simekuwa kidogo ni zaka, au kasafa ile kwa maana kama zile, kwa mfano mtu akawa na hajib zikawa ni nyingi, shawarib zikawa ni nyingi, au maida dhalika, kwamba inatakiwa maji yaingie wapi? Maji yaingie ndani. Wal-lihyatu al-khafifa yajibu ghaslu dhahiriha wa batiniha, ndefu kidogo inatakiwa mtu aoshe juu yake na ndani yake. Wal-kathifatu, na zile ndefu ambazo ni nyingi, yughsalu dhahiruha, huoshwa juu yake. Wala yajibu ghaslu batiniha, na wala si wajibu kuosha ndani yake. Naam, adhini afu tuendelee kuishirisha hii jumla. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طيب، anasema walihyatul khafifa yajibu ghaslu dhahiriha wa batiniha, na ndevu kidogo, yani takiwa na ndevu kidogo ni wajibu aoshe juu yake na ndani yake, kwa maana maji yafike kwenye mwili. Wal kasifatu, na nyingi, yughsalu dhahiruha, inaoshwa juu yake. Wala yajibu ghaslu batiniha, si wajibu kuosha ndani yake, si wajibu kuosha. Sasa nini dhabit
Nini dhabiti ya ndevu nyingi na ndevu kidogo? Nini dhabiti, yani kidhibiti ambacho kinadhibiti ndevu nyingi na ndevu kubwa? Fi dhabti lihya al-khafifa wal khafifa awjuh, katika kudhibiti ndevu nyingi na ndevu kidogo kuna sura mbalimbali. Ahaduha, ya kwanza yake, ma addahu an-nas khafifan fa khafifun wa ma adduhu kathifan fa huwa kathif. Zile ambazo watu urfan, kikawaida, yani kikawaida watasema kwamba hizi ndevu ni kidogo, tuhesabu kama ni kidogo, kwa hiyo mtu atakiwa kuosha juu na nini na ndani yake. Na zile ambazo watu wanazihesabu kwamba ni nyingi, zitahesabu kwamba ni nyingi, kwa hiyo mtu itakuwa ataosha juu yake na itakuwa sio wajibu kuosha kuosha ndani yake. Hii ni kauli ya kwanza katika kauli za ahlul ilmi. Wajhi wa pili, ma wasala almau ila ma tahtahu bila mashaqqa, ni zile ndevu ambazo ukiwa utaweka maji katika uso, basi maji yatafika ndani yake bila ya tatizo lolote. Hizo zitaitwa nini? Fa huwa khafif, zitaitwa ni kidogo. Wa mala, na zile ambazo ukiweka maji hayawezi kufika katika mwili kwa wepesi, yani zikaingia ndani kwa wepesi, basi fakathifun, hizo zitaisabika ni nyingi. Kwa hiyo tunachoangalia ni maji. Wakati unatawadha unaona maji yanapenya, yameingia mpaka kwenye mwili, unasema hizi ni kidogo. Na zile ambazo hayapeni unasema kwamba hizi ni nini? Ni nyingi. Wathalith, wajhi wa tatu, wa huwa sahih, na ndio wajhi uliokuwa sahihi, na ndio ambao na riwaya ya al-Hafidh al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, anna ma satara al-bashara 'an an-nadhiri fi majlis at-takhatub fa huwa kathifun wa ma la khafif. Zile ndevu, zile nywele ambazo katika uso, yani kwa maana ndevu wa ila dhalik, ambazo zitastiri mwili, yani ukimwangalia mtu huoni ngozi, isipokuwa unaona nini? Unaona nywele, unaona nywele. Fi majlis at-takhatub, katika majlis ya kuzungumza, yani wakati umekaa na mtu wajha liwajhi, mnapiga story, mnazungumza, ukimwangalia huoni mwili, unaona nini? Nywele. Hizo zinatoka nini? Ni kathifu. Wa mala fa khafifu, ambazo sio hivyo, zinakuwa zinaweza ni kidogo. Kwa hiyo ndo wajhi, na hiyo ndo kauli ambayo ni sahihi, na ndio ambayo ina riwaya ya al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Al-thalith, sharti la tatu, ghaslu al-yadaini ma'a al-mirfaqain, kuosha mikono miwili pamoja na kongo mbili. Kuosha mikono miwili pamoja na nini? Na hizi pepsi mbili, sio kongo mbili, pepsi mbili. Wa man quti'at yaduhu, na yule ambaye utakata mkono wake, min al-ku'i, katika ku'u. Ku'u ni hapa, yani kwa maana ku'u ni huu mshipa baada ya kidole gumba, katika hii ncha ambayo inatenganisha kati ya kiganja na nini na mkono wenyewe na ziraa. Sawa, mkono wako umekata katika ku'u, fa alayhi ghaslul baqi, itakuwa ni wajibu kuosha kilichobakia katika mkono. Yani kwa mfano mtu umekata mkono wako, ulipokata kimebakia hii kwenda juu, basi hicho kilichobakia utafanyaje? Utakiosha. Useme kwa kuwa acha ndoa hii mimi huku sioshi, naosha huku. Hapana, unaosha kote. Naona utaosha kilichobakia. Kwa nini? Utaosha ujuban, kwa wajibu. Kwa nini? Lianna al-maysura la yasqut bil ma'suri, kwa sababu kile ambacho kinawezekana hakianguki kwa kile ambacho kimeshindikana. Kile ambacho kimewezekana kukifanya kifanye, hakiwezi kuanguka kwa sababu ya kile ambacho umeshindwa kunini kukifanya. Kwa mfano mathala, hii ni kanuni ambayo inaingia katika maeneo mengi sana. Mwanamume ana mke wake, anatakiwa ampe matumizi kila siku, kwa mfano shilingi 10,000, mimbabi mithali, kila siku anatakiwa ampe 10,000, lakini kapambana kwa siku amepata 5,000. Asiseme simpi 5,000 kwa sababu nimeshindwa kupata yote. Hapana,
kwa kuwa umepambana, ungempa 10,000 lakini umepata 5,000, mpe hiyo 5,000, kwa sababu al-maisuru la yasqutu bimadha bil-ma'sur. Na kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Si ndivyo maana yake hiyo? Naam. Kwa hiyo al-maisuru la yasqutu bimadha bil-ma'sur. Kwa hiyo kwa mfano mathalan wakakata nusu ya mkono, wamekuja majambazi na kuvamia nyumbani, wakaukatia katikati hivi hapa, utaosha kilichofanyaje? Istihbaban au wujuban? Utaosha wujuban kilichobakia, kwa sababu ndicho ambacho kinawezekana katika kanuni hii. Al-maisuru la yasqutu bimadha ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tu. Kwa hiyo kile kinachowezekana unakifanya, usikiache kinachowezekana kwa sababu kuna kingine kimeshindikana. Hapana, utakifanya kile ambacho kinawezekana. Wa man qati'at yaduhu min al-mirfaq, na yule ambaye utakata mkono wake kwenye pepsi zenyewe, umekatwa hapo hapo ambapo huwa tunaishia, fa alayhi ghaslu al-baqi min al-'azmi, itakuwa ni wajibu kuosha kilichobakia katika ile mifupa ambayo inaonekana hapo, yani min al-'azmi, li'annahu min tamam al-fardh, kwa sababu hicho kilichobakia ndicho ambacho kinatimiza faradhi ya kuosha. Na ndio maana hii mirfaq haina nini? Haina mipaka. Hii mirfaq haina mipaka. Tumesoma katika usulul fiqh na baadhi yenu, na baadhi tutakuja kusoma. Tumefahamiana vizuri hapo, na baadhi tutakuja kufanyaje? Tutakuja kusoma kwamba yani ma la yatimu alwajibu illa bihi fa huwa wajibu, kila ambacho hakitimizi wajibu isipokuwa kupatikana kitu hicho, basi hicho kitu kifanya ni wajibu, kwa sababu huyo wajibu huwezi kutekeleza mpaka hicho kitu. Sio maana yake. Sasa tukiangalia hapa nta ya hapa hii mirfaq inaanzia wapi na inaishia wapi? Hii kongo hii nani? Pepsi. Allah ametamia tuoshe mpaka kwenye Pepsi. Hata Pepsi inaanzia wapi na inaishia wapi? Panajulikana? Hapa julikana. Kwa hiyo mafuqaha wakasema uoshe mpaka kwenye aqd, uongezee kidogo, uoshe uongezee kidogo. Kwa nini? Ili kuweza kutimiza wajibu. Kwa nini? Katika mlango wa mahala yatimu alwajibu illa bihi fa huwa wajibu, kwa sababu hatujui mpaka kati ya mirfaq kama mpaka wako unaishia wapi. Kwa hiyo ongezea kidogo mpaka katika aqd. Hapa kinaitwa kinyama nini? Kinyama pana, ndivyo tunavyokiita, si ndivyo? Ongezea kidogo kwa lengo la kutimiza wajibu huu. Kwa mfano, niwape mfano katika masala hayo pia, mfano mwingine, ili tuweze kufahamu wote na ili mambo yakae sawa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma atimu siyama al-layl, kisha kamilisheni na timizeni saumu mpaka usiku. Hivi kuna mpaka fulani, kuna kaalama fulani kanakuja kabla, kanachukua kama dakika 5 hivi, kisha baadaye unaingia usiku. Nani ambaye anaweza akatupa mpaka kati ya usiku na mchana? Yaani kwamba sasa kuna mchana tunaenda nao, baadaye inafika time tunasema sasa hapo huu ni mpaka, baadaye huu ni mpaka unaondoka, unakuja nini au usiku ukitoka, baadaye unaingia mchana ala tu, si ndio maana yake? Yani ile yatlubu hafitha, mchana ukitoka haraka sana unafanyaje? Unaingia usiku, na usiku ukitoka haraka sana unaingia. Umeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo katika mlango wa mala yatimu alwajibu illa bihi fa huwa wajib, huwa tunafunga sehemu kidogo katika usiku ili kuweza kutimiza mchana. Kwa nini? Kwa sababu ile ncha ya mchana, ule mpaka wa mchana na usiku, hakuna mpaka kati ya mchana na nini, kwa sababu mchana ukitoka hapo hapo unaingia nini, kwa unajikuta umefunga kidogo sehemu katika usiku, katika mimbabi mahala yatimu alwajibu illa bihi fa huwa madha, fa huwa wajib. Sawa shikamoo.
Zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake anatuambia kwamba sisi wanaume tusalie masjid salatul jamaa. Tunaambiwa tusali salatul jamaa, lakini hakuna amri hatman ya 100% kwamba utembee kutoka nyumbani uje msikitini. Kuna zile hadithi ambazo zinakuja kwa ajili ya fadhila za kutembea kutoka nyumbani kuelekea wapi? Wa kullu khutwatin tamshiha biha ila salati madha sadaqa. Sasa ili usali salatul jamaa msikitini unatakiwa ufanyeje? Inatakiwa utoke nyumbani uje wapi? Masjid. Sasa kutoka kwako nyumbani kuja masjidi ili swala ni wajibu, kwa sababu salatul jamaa ni wajibu. Usipotoka ule wajibu wa salatul jamaa msikitini hautotekelezeka. Kwa hiyo inakuja kwamba ma la yatimu alwajibu illa bihi fa huwa madha. Sawa shikamoo. Hiyo ni kanuni katika kanuni za nini? Za usuli al-fiqh. Jayyid. ومن قطعت يده من المرفق فعليه غسل الباقي من العظم كما تبتدى katika mimbabi ma la yatimu alwajibu illa bihi fawad. Wa in quti'at mimma fawqa almirfaq, lakini itakapokuwa mkono umekatwa katika yale ambayo yako juu ya nini? Juu ya mirfaq. Yani kwa mfano ikakata kwenye hii ambayo tumesema ni kinyama panya, tumekiita hivyo si ndivyo? Ikakatwa juu yake, ikakatwa juu ya mimma fawqa almirfaq fa ghaslu albaqi min al'adh mustahabbu. Kuosha kilichobakia katika hii adhi, katika hiyo kinyama panya itakuwa ni sunna, ni mustahabbu. Li'annahu makanu tatwili at-tahdil, imekuwa ni mustahabbu kwa sababu ni sehemu ya kulifia tahdil. Idha kana salima liyadi, ikiwa mkono umesalimika, ikiwa mkono ni salama, kwa sababu ni sunna mtu kutawadha akadefusha, kama ile hadithi iliyopokelea Abu Huraira, ile hadithi ya al-ghurra na hadithi ya nini ya at-tahdid. Nani atukumbushe hiyo hadithi ya at-tahdid? Ile inna ummati yatuni yawm al-qiyamah ghurran muhaddalina min athari alwudu faman istata'a ayutila ghurratahu falyaf'al. Si ndivyo? Katika sahihain Bukhari na Muslim, hakika umma wangu watakuja siku ya kiyama hali ya kuwa na metameta uso na hali ya kuwa na metameta sehemu za mikono na sehemu za miguu. Yeyote yule ambaye anaweza karefusha ghurra yake, yani kwa maana akitawadha azidishe kidogo kwenye mkono mpaka kwenye nini, kwenye al-'abd, kwenye hiki kinini, kinyama panya au kifupa panya, vyote vitakubalika, si ndivyo? Na mwenye kutaka kurefusha arefushe, kwa maana kama anatawadha mguu anarefusha kidogo mpaka kwenye nini, kwenye fundo, yani anazidisha kidogo katika kongo mbili, liajli at-tahdid wal-ghurra. Al-ghurra ni katika uso ambao maana yake ni bayadhu madha al-faras au kadha. Kwa maana unafanya nini ghurra? Unatawadha, unazidisha kidogo, na kwenye mkono hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa hapo, kama mtu amekata, kama mkono wako umekata mpaka kwenye hapa, kwenye nini, kwenye addu, kwa maana ataosha hii sehemu iliyobaki istihbaban, sio ujuba. Imekuwa ni istihbaba kwa sababu hii ni sehemu ambayo ni sunna kufanyaje, kupaosha, sio wajibu. Inaeleka vizuri mashaka wangu tukufu. وفيه المحافظة على العبادة بقدر الاستطاعة. Na vile katika hili tunapata faida kwamba kuna faida ya kuzihifadhi na kuziendeleza na kuzidumisha ibada na kuzifanya kwa kiwango cha uwezo, kama fil haji au al-umra, kama inavyokuwa katika hija au umra, fil halqi, kwa mtu anayenyoa, au taksidi au kupunguza. Fa inna al-muhrima yaqumu bi imradi al-musa ala ra'sihi inda adami ash-sha'ri fi ra'sihi, hakika yule aliye katika ibada ya hija au umra, ikifika wakati wa kunyoa au kupunguza, yeye hana nywele, atapitisha wembe katika kichwa chake. Tumeona vizuri hapo. Katika mlango gani? Katika mlango wa ile sunna ya kufanya ile ibada.
kichwa chake ni kipara. Kwa hiyo tunamwambia watu wa fiqh wanasema apitishe nini? Apitishe wembe katika ndani yake. Tumeona ya ikhwa, kwa leo tuishie hapa. Wallahu ta'ala a'lam. Inshallah siku ya Jumatano biidhnillah tabaraka wa ta'ala watakhaddas wa tamajjad, tutaendelea na الرابع مسح الرأس من بشرة au sha'ri. Dasi inaeleka vizuri, lakini mashaikh wangu, naam, wale ambao hamna vitabu nafurahi nione na vitabu Sheikh Saadan. Nataka nikuone una kitabu mashaikh zangu hapa. Shekhe haifai kukaa bila kitabu. Kwa wote mjitahidi muwe na vitabu ili tusome fiqh, kwa sababu hakuna jambo lilokuwa zuri mtu kuwa ni mwenye kujua fiqh na hizi kanuni. Sisi tulabul ilmi tuna haja sana ya kuweza kujua maneno ya maulama. Tuna haja sana, kama hatujajua maneno ya maulama na kujua yani yale waliosema wanachuoni kuhusiana na maneno ya ahlul ilmi na kuyatafsiri wa maila dhalika, inawezekana baadhi ya mambo tukiyaona kama ni makosa wakati sio nini, wakati sio makosa. Yani wanachuoni, ulimwengu wa wanachuoni unaona kwamba hayo mambo sio makosa, lakini wewe ukaona kwamba hayo mambo ni makosa wakati sio makosa. Nasallallahu azza wa jalla ay yu'allimana ma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana wa ay yazidana ilma. Naam, ita masali ya jana